Kwa hiyo huu mpango ni mzuri sana, na kama ukifanikiwa unaweza ukafanya mafunzo na utafiti wa SUA ukabadilika kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tafiti nyingi, ndugu mtangazaji, mwanzoni zilikuwa zinafanyika kwa kukidhi mahitaji ya wenye kutoa fedha hasa nje. Unaona, kwa hiyo wanakupa fedha unafanya utafiti, lakini ni ngumu sana kufanya utafiti ambao kutumia fedha za nje ukafanya utafiti ambao ni wa malengo hapa nchini. Lakini ukishikana na viwanda na wawekezaji hapa nchini utafanya utafiti ambao ni kwa ajili ya wafugaji wa hapa nchini kwa tiba ya mifugo. Na ni rai yangu kwamba kama wanaweza kufanya utaratibu wa kutafuta sekta binafsi na ili waweze kushirikiana katika mafunzo na katika uzalishaji baada ya matokeo ya utafiti. Na niwaambie kwamba hili jambo SUA inaenda kwenye mwelekeo mzuri sana. Ninaomba tu tusiishie kwenye MOUs, memorandum of understanding. Tuna saini makubaliano, baada ya hapo hakuna kinachoendelea. Sasa mimi nimepata uzoefu kidogo kutokana na hayo. Kwa ni vizuri wakajikita na waweke wawekezaji hawa wenye viwanda wawe sehemu ya mafunzo. Hata wanapokwenda kufanya field practical zao ama mafunzo kwa ajili ya uzoefu wawe sehemu yao. Wasingoje kwamba tunafundisha hapa na wako kule. Hapana, tuwe pamoja sasa. Wanatupa malengo yao, wanachokitaka kwenye industry ni nini na kwenye soko ni nini, ili wataalamu wetu hawa pia waweze kufaidika na ajira, aidha kujiajiri au kuajiriwa, sababu viwanda sasa tutakuwa nao. Kuliko kusema tunazalisha wataalamu lakini baadaye unakuta kwamba hawakidhi soko. Lakini sasa tukao nao sambamba ili kuhakikisha kwamba tunakwenda nao vizuri. Kwa hiyo SUA inakwenda kwenye mpango mzuri sana. Kama wakifanya hivyo mtangazaji, na ikafanikiwa, mafunzo yetu yatabadilika, hata tiba ya mifugo itabadilika sana, kwa sababu kama nilivyosema watatengeneza chanjo, madawa mengi ndugu mtangazaji, na chanjo inaagizwa nje kwa asilimia kubwa. Sasa tukiweza kushirikiana, unaweza kukuta mimi kwa mtazamo wangu ningependa kuona madawa mengi ya mifugo yanatengenezwa hapa nchini na chanjo, ili kusudi tukidhi mahitaji na kuweka nje ya nchi. Na unajua vyuo vikuu, unapofundisha chuo kikuu ni elimu ya kimataifa, sio elimu ya hapa Tanzania tu. Kwa unaposhirikiana na viwanda, sio lazima hata viwanda vya hapa ndani, viwanda vya hapa ndani hata vya nje, ukileta mitaji basi tushirikiane nao ili hawa wahitimu wetu wawe ni wana vigezo vya mataifa na kimataifa pia.